Ni kwa muda mrefu kumekuwa na mjadala kwamba wakati fulani elimu inaonekana haina maana, hasa pale linapokuja swala la kuwa na degree na degree hiyo kubadilishwa kuwa fedha. Wengi wanasema kwamba ni wavivu, lakini mimi nakubali kwamba si uvivu, ila zipo changamoto nyingi ambazo zinawakanyaga wasomi hawa, ikiwemo masuala ya akili, fursa na mtaji kukutana. Akili, fursa na mtaji kukutana. Wengi wana akili lakini fursa zipo kwenye mtaji. Sasa utata ukingali huo. Benki Kuu ya Tanzania BOT kupitia gavana wake Emmanuel Tutuba wanasema wanaangalia taratibu za kisheria na kuweka mikakati ambapo wasomi watatumia cheti kama dhamana. Na hapa tunatarajia kwa siku zijazo tumeandaa kampuni tunaita itakuwa ni Credit Guarantee Corporation, kwa maana ya kampuni itakayokuwa ina support shughuli mbalimbali katika kurasimisha biashara, kuwezesha watu kuandikia maandiko yanaweza kupata mikopo benki, lakini kufuatilia mchakato wa mtu kukopesheka, ile credit worthiness, na kuwezesha pia watu wapate dhamana, hasa wale ambao kwa bahati mbaya hawana mali aidha zinazohamishika au zisizohamishika. Na pia tuna mchakato wa kuboresha hata sheria. Tulikuwa tunataka tuangalie namna ambavyo mtu anaweza kaenda kukopa kwa kutumia hata cheti chake, kwa sababu tumeona kuna vijana wengi wanahitimu vyuo vikuu lakini labda hawawezi kukopesheka kwa sababu hawana mali au hawana dhamana. Kwa kupitia hiyo Credit Guarantee Corporation tutakuwa na idara mbalimbali zitakazowezesha watu wapate labda aidha dhamana. Mtu kama hana collateral anaweza kaenda akajisajili benki yake, kupitia benki yake akajisajili wakampa labda dhamana. Lakini kama atakuwa hana andiko la mradi anaweza kafika patakuwepo idara inayodili na masuala ya uandishi wa zile tunaita ni bankable business proposal au project proposal. Na hii kupitia pia chuo chetu cha Benki Kuu tutaendelea kutoa elimu. Tunataka kupitia fursa hiyo tuwawezeshe Watanzania wengi zaidi waweze kuwa na uwezo wa kuandika aidha maandiko, sababu tumeona ni changamoto mojawapo. Mtu anaweza kawa ana wazo la mradi lakini anashindwa kulithibitisha kama wazo hilo ni halisia na linaweza likatekeleza mradi kifaida. Lakini vijana hapa ni kuja na mawazo ambayo kweli yanaweza yakakopa na kuzalisha na kurejesha mkopo, si kukimbia mkopo. Maana sifa za hata nchi zinazodaiwa madeni makubwa ni kwa sababu zinakopesheka. Wana uwezo wa kuzalisha na kulipa hata kama ni kwa muda mrefu. Hii ndio inaitwa kutengeneza ukwasi. Mimi ni DM Dennis Mwasalanga, tuonane katika mjadala ujao.